Uongozi wa Black Eagles uko imara, ni wawazi na wakweli. Wameweza kuitisha kikao hichi cha mwaka, wameshirikisha wazazi na wamefanya uteuzi wa wazazi ili waweze kuwasaidia kwenye kuendesha programu zao katika ukweli na uwazi. Kwa kweli nampongeza sana mwanzilishi wa Black Eagles na viongozi wote aliowateua. Amekuwa ni mwazi na ameonyesha kwamba anahitaji mshikamano kupitia kwa wazazi, pia anahitaji mshikamano kupitia kwa ngazi za juu ambazo zinasimamia mpira wa jiji la Arusha. Nampongeza sana na ninashauri kama kuna uwezekano aweze kuanzisha michezo mingine kama tulivyosema awali, aweke netball, aweke mpira wa wanawake wa miguu. Itaweza kumsaidia na kumpa mwanga, kwa sababu tunaenda kupokea AFCON 2027. Anaweza akawa ni chachu ya kusaidia wageni, ni chachu ya kusaidia vilabu ambao vitakuja kumtembelea. Nashukuru sana na nampongeza sana. Serikali kupitia kwa mkuu wa wilaya Mkude juzi hapa alizungumza na wanahabari, na moja kati ya ajenda kubwa ilikuwa ni kuhakikisha 2026 tunapata timu kwenye mkoa wa Arusha ambayo itatuwakilisha kwenye ligi kuu. Miongoni mwa mpango kazi ni kuanzia kwenye academy, ama kuna mpango kazi mwingine zaidi ambao sisi kama wana Arusha tutarajie? Nashukuru, ni sahihi. Alifanya kikao na waandishi wa habari, nadhani aligusia juu ya hilo. Lakini tunapoanza kutafuta vipaji au kutafuta timu ya mkoa, lazima tuguse vijana wa ngazi za chini ambazo ni academy, na tumejitahidi na tunaendelea kufanya kama kamati. Tumejaribu kupitia academy zaidi ya 10 kwa awamu ya kwanza, na tutaendelea kupitia vilabu vingine na academy zingine kwa awamu ya pili. Tunaendelea kufufua vipaji kutoka chini, lakini kwa sasa tuna timu yetu ambayo ni Mbuni, tunaisupport kwa sababu iko ligi la daraja la kwanza, inafanya vizuri, na leo nadhani imecheza. Tutaangalia itakuwa matokeo yamekaaje, lakini lazima tuhakikishe kuachana na Mbuni, lazima tupate vile vijana kupitia ngazi za chini ambao wanaweza wakaja wakasaidia vilabu ambavyo vinashiriki ligi daraja la kwanza. Lengo la kufanya kikao hiki ilikuwa ni kuweka wazi wazazi pia kile ambacho tunakifanya katika taasisi yetu, na kupata uongozi wa wazazi ambao utatusaidia kuwasimamia hawa watoto. Changamoto ambazo sisi tunakumbana nazo kama walimu ni baadhi ya watoto kuto kuhudhuria mazoezi. Sasa tukaona la msingi ni kuwashirikisha wazazi ili waweze kutusaidia kusimamia watoto waweze kuja wapi mazoezini. Changamoto nyingine ni kuhusu labda vifaa vya mazoezi, eneo la kufanyia mazoezi, ambao vote tumeweza kuviwasilisha kwa wazazi na baadhi kuvipatia ufumbuzi, lakini vingine kama vitu vya masuala ya uwanja na kadhalika inakuwa ni long process ya kuweza kupatia majibu, ila vingine kama mipira na nini. Kwa kweli tunashukuru waandishi wa habari ambao mlikuwepo hapa, mmeweza kutusaidia hiki kitu kimeweza kufanyika. Mafanikio ni yapi sasa ya Black Eagle kwa miaka miwili, kikao cha mwisho maana tunaenda mwaka wa 3, kipi tutarajie? Mafanikio makubwa tulikuwepo nayo sisi, kwanza ni kuongeza idadi ya watoto. Hii sisi kwetu ni mafanikio makubwa. Idadi ya watoto namba imekuwa ni nzuri, lakini mbali na hilo performance ya watoto pia kiwanjani imekuwa ni nzuri. Kwa mwaka huu tu peke yake, kuanzia Januari mpaka mwezi huu tunavyoongea, tumeweza kushiriki mashindano tofauti na kuwa mabingwa kwa baadhi ya mashindano. Kwa sisi kwetu hilo ni kubwa. Lakini fanikio lingine ambavyo nilisema mwanzo, sisi tuna watoto tumewatoa Black Eagle wameenda Mtibwa, kuna watoto tumetoa Black Eagle wako Magnet. Kwa pia hiyo ni sisi ni mafanikio ambayo tunapenda. Nini kinafuata baada ya hili kwa limekwisha? Tunataraji kusafiri kwenda Tanga kupeleka watoto kufanya trial Nyanjani TFF. Tunatamani kweli tuwapeleke wafike na baadhi wachaguliwe. Tunaamini kutokana na vipaji vyao, na wapo ambao watabaki kule kutokana na vipaji vyao. Kwa sisi tunataraji kwenda Tanga wiki ijayo, lakini pia tunataraji kushiriki mashindano ya vijana kapu, na tunataraji kushiriki mashindano ya chipukizi kapu. Hivyo ndio viko mbele yetu. Viongozi wa Black Eagle ni wapongeze kwa jambo zuri kama hilo, na ukiangalia jijini kwetu Arusha hapa tuna uwanja mkubwa unajengwa, na pia ni jiji la kitalii. Moja, academy itachangia kukuza vijana wetu kwenda kutengeneza timu zenye imara, timu zenye nguvu, ili kupata timu ya ligi kuu katika jiji letu. Na ukiangalia 2027 tuna mashindano ya AFCON. Kwa AFCON
itaibua hawa watoto wetu, watainuka na kupanda tuweze kupata. Maana ukiangalia kwenye academy kuna vitu vingi vinatokea. Unaweza kukuta kuna watoto kwa ajili ya Bull Boys, vitu vingi. Pia zile timu ambazo zinakuja kwa ajili ya AFCON zinakuja, kuna nyingine zinakuja zinatembelea baadhi ya academy. Kwa ataangalia 1 2 3, unaweza kukuta kwenye hizo timu ukapata mtoto mmoja au mwingine. Kwa ni jambo zuri, na niwapongeze pia wazazi kwa kujitoa kuweza kuwatoa watoto wao kwenda kwa ajili kupata kipaji. Bila kuongea na wazazi, kwanza mpira ni ajira. Mpira sio starehe tena. Starehe ni nyongeza, lakini mpira kama mpira ni ajira na ni sehemu ya kuwezesha uchumi wa taifa na mtu mmoja mmoja kwa taifa letu. Sasa ninachoweza kushauri wazazi kwa niaba ya matumizi ya banking, watoto wetu kwanza tuwafundishe kuweka akiba. Tunapoweka akiba watoto, tunaongeza uwezo wa kutengeneza uchumi wao mmoja mmoja na kujifunza matumizi sahihi ya fedha na kutumia fedha kwa weledi. Tukiamini kwamba bila akiba hakuna maendeleo. Kwa hiyo tunashawishi wazazi waweze kuwahudumia watoto wao kufungua akaunti, na wazazi wenyewe pia nao watumie benki kama njia rahisi. Na tunamaanisha benki, tunamaanisha CRDB, sababu benki kiongozi, ni benki yenye namba moja kwa nchi yetu, na ni benki ambayo tunasema ulipo tupo. Kwa hiyo tuko tayari kwa support in terms kwa matumizi ya benki na masuala ya michezo. Mimi kwa muda mwanangu ameanza, ana hata mwaka mmoja, lakini naona maendeleo yake ni mazuri sana. Nipende kuwapongeza viongozi wa Black Eagle, Mungu awabariki sana, na naomba pia wazazi wenzangu tushikamane, tusaidie vipaji vya watoto wetu ili waende mbali zaidi. Yaani naona mtoto wangu yuko vizuri kweli, hata shuleni, nadhani hata shuleni walimpa zawadi ya mchezaji bora wa shule. Madam, umechaguliwa kuwa mwenyekiti kwa niaba ya wazazi wa Black Eagle. Kipi tutarajie sasa kutoka kwako na tuone improvement kupitia Black Eagle kama wazazi sasa, kwa sababu utakuwa kwenye kamati kwa ajili ya kuwawakilisha? Kama wazazi nitawaunganisha sasa wazazi wote tuwe kitu kimoja ili tuweze kuendeleza vipaji vya watoto wetu.